Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika siku ya kwanza ya novena kwa Mtakatifu Yohane Bosco. Mtakatifu Yohane Bosco alisema, upendo wa Kristo katika Ekaristia Takatifu ni silaha kuu dhidi ya shetani na maovu yote. Na kuna mambo mawili ambayo shetani huyaogopa pale unaposhiriki Ekaristia Takatifu na kumtembelea Yesu katika sakramenti takatifu. Wote tunaalikwa leo, ikiwa ni siku ya kwanza ya novena kwa Mtakatifu Yohane Bosco, katika maandalizi ya kusherehekea sherehe tarehe 31 mwezi huu, tukiwa tunatafakari juu ya mada kuu, ibada kwa Kristo katika Ekaristia Takatifu. Kumbuka, Yesu aliweka sakramenti hii ya Ekaristia Takatifu kuwa ishara ya upendo mkuu aliyouonesha kwa watu wake. Kwa hivyo Don Bosco alitambua upendo mkuu wa Kristo katika Ekaristia na kuwasihi vijana kutembelea mara kwa mara. Basi tukiwa sisi kama Wasalesiani wa Mtakatifu Yohane Bosco, kupitia uhusiano wetu na Yesu katika Ekaristia Takatifu, tunapata nguvu ya kutimiza majukumu yetu sisi kama Wasalesiani. Basi na wakaribisheni wote kwa pamoja tuweze kusali pamoja katika hii novena takatifu, ili tuweze kufikia malengo yale ambayo Mungu ametupangia. Karibuni sana. Tumsifu Yesu Kristo. Karibu kwenye siku yetu ya pili ya novena kwa Mtakatifu Yohane Bosco. Mada yetu ya leo ikiwa ni upendo kwa mama yetu Bikira Maria, msaada wa Wakristo. Yohane Bosco alimfahamu mama yetu Bikira Maria katika umri wake mdogo, ambapo alipata mafunzo haya kutoka kwa mama yake. Yohane Bosco alipokuwa na miaka 9, alipata ndoto ambayo ilimwelekeza katika njia ambayo ingekuwa ya wito. Maria anatokea katika ndoto na kumshika mkono na kumhimiza kwamba asiogope, kwani atayafahamu baadaye. Katika utume wake na vijana, alimwenzi mama yetu Bikira Maria kwa jina la Maria msaada wa Kristo, yaani Mary Help of Christians. Mama yetu Bikira Maria alitembea na Yohane Bosco siku zote. Yohane Bosco aliwahimiza vijana wawe na mapenzi ya dhati na imani thabiti, wawe na uaminifu na waombe kupitia kwa msaada kwake Bikira Maria. Yohane Bosco katika njia ya kumwenzi Bikira Maria alianzisha kundi kubwa la familia la Wasalesiani ambalo lilihusisha watawa na walei. Alianzisha ibada maalum kwa Maria msaada wa Wakristo, na vile vile kujenga makanisa na makao ya vijana ambayo lengo lake lilikuwa kumwabudu Mungu na kueneza ibada ya Bikira Maria. Sisi wote kama Wakristo tumwenzi mama yetu Bikira Maria kama Don Bosco. Don Bosco, baba, rafiki na mwalimu wa vijana, utuombee. Tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika siku ya tatu ya novena ya Mtakatifu Yohane Bosco, na mada yetu siku ya leo itakuwa uaminifu wa Don Bosco kwa Papa na Kanisa. Tangu ukuhani wake, Don Bosco aliweza kujitolea kwa kina kwa mamlaka ya Papa, ambaye aliona kuwa muhimu katika kazi yake na ya vijana. Don Bosco aliandika akisisitiza familia yote ya Wasalesiani kwamba waweze kumwona Papa kama mkuu, na hata kwa kufanya hili wangeweza pia kubainisha utii wao kwa Papa na kanisa zima. Don Bosco pia aliweza kufanya kazi na Papa tofauti, na kwa kurejelea Papa Pius wa 9 ambaye sasa hivi ni mwenye heri, alikuwa anamuunga Don Bosco mkono kwa kazi zake tofauti, hasa zile za elimu kwa vijana. Don Bosco aliona kwa Papa kufanya hivi kwamba ni mtu muhimu katika kanisa kwa kukuza kanisa miongoni mwa vijana. Nasi tuzidi kuwa waaminifu kwa Papa na kanisa, na tusichukulie tu hili kama historia, bali tuchukulie hili kama kanuni endelevu maishani mwetu, na Mungu awabariki. Tumsifu Yesu Kristo. Karibu katika siku ya 4 ya novena kwa Mtakatifu Yohane Bosco,
ambaye ni baba, mwalimu na rafiki wa vijana, ambapo ujumbe wa leo ni upendo wa Mtakatifu Yohane Bosco kwa vijana. Mtakatifu Yohane Bosco alijitoa maisha yake yote katika kusaidia vijana, hasa wale ambao walikuwa masikini, ambao waliishi katika mazingira magumu na hasa waliokosa msaada katika jamii. Aliweza kufanikiwa kufanya yoyote kupitia upendo, ambapo upendo ule ulifanya vijana wamuone kuwa rafiki kwao, baba kwao, mwalimu kwao, na kupitia hayo yote aliweza kuwasaidia katika nyanja kiroho pamoja na kimwili, na utume wake huo tunaendelea nao mpaka leo. Basi tunapoendelea kusali novena hii, napenda kuwakaribisha tuweze kushiriki katika tone hili la upendo kwa kumwomba Mwenyezi Mungu tuweze kuwapenda vijana, kuwasaidia kwa moyo unyenyekevu na uvumilivu. Vijana ni hazina ya taifa, lakini na kanisa pia. Ni taifa la leo na ni taifa la kesho pia. Tone la upendo, tushirikishane. Asanteni sana. Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa watazamaji ambao tunaendelea kufuatilia tafakari mbalimbali ambazo tunazitoa katika kipindi hiki cha novena ya Mtakatifu Yohane Bosco. Kumekuwa kuna maswali mengi ambayo watu wanauliza kwamba familia ya Wasalesiani ni nini? Basi ni jumla ya makundi yote ambayo alianzisha Mtakatifu Yohane Bosco na yale ambayo yamekuja kuibuka baada ya yeye kuwa ameshafariki, lakini yapo katika familia hii. Na kwa hapa Tanzania tunaweza tukataja makundi yafuatayo. Kuna Wasalesiani wa Don Bosco ambao ni mapadri pamoja na mabuda. Kuna masista wa Don Bosco Wasalesiani ambao wanaitwa Daughters of Mary Help of Christians. Kuna SMI Sisters, kuna Salesian Past Pupils, ni wale wote ambao wamesoma katika shule za Don Bosco. Lakini pia tuna Salesian Cooperators ambao ni Wasalesiani washiriki. Sasa mtu unaweza kujiuliza kuwa watu hawa wanafanya kazi gani? Watu hawa wanaendeleza ile mission ambayo alianzisha Mtakatifu Yohane Bosco, kwa ni kuelimisha vijana na kuwasaidia vijana wanaotoka katika mazingira magumu kwa kuwapatia mahitaji yao ya msingi ya kimwili pamoja ya kiroho. Kwa hiyo katika kazi hii wanayoifanya, wanafanya pia shughuli ya uinjilishaji. Kuna makundi ambayo unaweza ukajiunga hata kama ni mtu ni mlei wa kawaida kama Wasalesiani washiriki, ili katika matumaini haya ambayo tunayaweka kwa Kristo, basi ndoto zao ziweze kutimia. Sio kwa ngumi, bali kwa upendo na unyenyekevu wa moyo. Maneno haya sio mageni jijini, ila ni maneno ya Mama Maria kwa Mtakatifu Yohane Bosco. Karibuni kwenye tafakari ya siku ya 6 ya novena ya Mtakatifu Yohane Bosco. Leo tutaangazia mfumo wa elimu wa Yohane Bosco. Mfumo huu wa elimu ulijengwa katika misingi ya akili, imani na upendo. Mfumo huu wa Don Bosco ulikuwa na lengo la kuwafanya vijana wawe raia waaminifu na Wakristo wema. Kama tunavyojua, Don Bosco alikuwa baba na mwalimu wa vijana. Aliwaasa walimu akiwaambia kwamba, mwalimu, hakikisha kwamba unapendwa wala sio kuogopwa. Aliendelea kuwaeleza walimu akawaambia kuwa haitoshi tu kupenda vijana, bali vijana wanapaswa kujua kwamba wanapendwa. Basi tukijikita kwenye matumaini tu maujaji na vijana wenzetu, na watakia maandalizi mema ya sherehe ya Mtakatifu Yohane Bosco. Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni tena katika siku yetu ya 7 kutafakari novena yetu ya Mtakatifu Yohane Bosco. Mada ya leo ikiwa ni umisionari. Misionari ni mtu anayetumwa na kanisa au shirika la kidini kwa ajili ya kwenda kueneza neno la Mungu sehemu ambayo watu hawajamjua bado Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu wapendwa, katika shirika letu la Wasalesiani Don Bosco, mimi na wewe tunakuaje maujaji katika matumaini katika maisha ya vijana? Kwa kifupi kabisa, tunaweza kuwa maujaji katika maisha ya vijana kwa kuwapa elimu vijana hawa, hasa vijana waliokuwa maskini na ambao hawajiwezi, na pia kwa ajili ya kuwafariji, kuwatia moyo, na mwisho wa siku wajione kuwa na wao ni sehemu moja ama nyingine katika jamii hii. Mtakatifu Yohane Bosco aliwatumia watoto wake Wasalesiani Don Bosco kwa ajili ya kuwatuma vijana hawa ili wamjue Mungu, wampende.
Na katika safari yetu ya kimisionari tunaaswa kuwa na upendo na unyenyekevu katika maisha ya vijana. Niwatakieni nyote sherehe njema na maandalizi mema ya Mtakatifu Yohane Bosco, baba, mwalimu na rafiki wa vijana. Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibu kwenye siku ya 8 ya novena yetu kwa Mtakatifu Yohane Bosco, na mada kuu ya novena hii ni fadhila ya usafi wa moyo. Mada hii imetolewa kwenye Injili takatifu ya Mtakatifu Mathayo sura yake ya 5 mstari wa 8, inayosema kwamba heri walio na usafi wa moyo. Mtakatifu Yohane Bosco alitufundisha kwamba kuishi fadhila hii ya usafi wa moyo sio tu kuachana na dhambi zote, bali ni kuwa na ule uwazi wa kuweza kutambua mapenzi ya Mungu kwetu sisi wenyewe na kwa wale ambao tunaishi nao. Kanisa takatifu linatufundisha kwamba ili kutunza fadhila hii ya usafi wa moyo, inabidi kwanza tuwe na ibada kwa Maria Mtakatifu ambaye ndiye kielelezo cha fadhila hii ya usafi wa moyo. Pili, tunaaswa kuwa watu wa sala, sio tu kwa watu wa sala bali kuwa waaminifu katika sala zetu. Na mwisho, tunaaswa kuwa watu wanaopenda mapokezi ya mara kwa mara ya sakramenti 2 ambazo ni Ekaristi na sakramenti ya kitubio. Tunatakia maandalizi mema ya sherehe ya Mtakatifu Yohane Bosco. Siku moja Mtakatifu Yohane wa Mungu alipokuwa akitembea katika mtaa wa Granada, alikutana na mtu mmoja aliyekuwa amejeruhiwa. Mtu huyu alionekana kwamba alikuwa anaugua na alikuwa na uhitaji. Mtakatifu Yohane wa Mungu alimchukua mtu huyu kama binadamu mwenzake aliyekuwa na uhitaji, na akamsaidia kweli, kamuonyesha upendo, huruma na pia kumhudumia. Alimpeleka mpaka nyumbani kwake, akawa naye na kumsaidia katika kumtibu. Lakini akiwa anamhudumia, kitu cha ajabu kilitokea. Mtu huyu alisimama ghafla na kumwambia Mtakatifu Yohane wa Mungu, umenihudumia mimi kama Yesu Kristo kweli, na kwa kweli umenipata mimi ndiye Kristo. Ndugu zangu, leo ikiwa ni siku ya 9 au kilele cha novena yetu ya Mtakatifu Yohane Bosco, tunatafakari kwa njia ya kipekee tunu ya familia, marafiki zetu na pia wale wenye uhitaji. Tunapata mfano mwafaka kutoka kwa Mtakatifu Yohane Bosco anapotualika sisi tuwe na ule moyo wa kutenda zaidi, kuwakumbuka, kuwaombea familia zetu, kuwaombea marafiki zetu na wale wote wenye uhitaji. Tunaposoma katika Injili takatifu, tunapata kwamba tunafundishwa, chochote ulichomtendea mmoja wa wadogo hawa umenitendea mimi. Pia tukipenda kuchukua fursa hii kama familia ya Mtakatifu Yohane Bosco, tuwatakie sherehe njema ya Mtakatifu Yohane Bosco wale wote ambao wanamchukua Mtakatifu Yohane Bosco kama somo wao.